Asilimia kubwa ya binadamu wanaopambana katika maisha yao wanapambana ndani yao wakiwa na ndoto ya kufanikiwa siku moja. Jambo ambalo asilimia kubwa ya binadamu hawalijui ni kuwa mapambano peke yake hayatoshi kumfanya mwanadamu apate mafanikio ambayo anayahitaji katika maisha yake. Zipo sifa za ziada ambazo ni lazima mwanadamu awe nazo ili awe miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Katika video hii nitakwenda kukuambia sifa 5 ambazo usipokuwa nazo, hata kama wewe ni mwanadamu mpambanaji, bado hautaweza kufanikiwa katika maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sifa ambazo usipokuwa nazo, haijalishi unapambana kwa kiwango gani, bado hauwezi kutimiza malengo yako. Namba 1, mirija inayotoa pesa ni mingi kuliko mirija inayoingiza pesa. Katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe, shughuli ambazo tunazifanya katika maisha yetu ni kama mirija ambayo inatuingizia pesa kwenye maisha yetu, lakini matumizi yetu ni kama mirija ambayo inatoa pesa katika maisha yetu. Kanuni mojawapo ya mafanikio: pesa ambazo unaziingiza ni lazima ziwe nyingi kuliko pesa ambazo unazitoa katika maisha yako. Na maanisha matumizi hayatakiwi kuzidi kipato chako. Asilimia kubwa ya binadamu wanapambana usiku na mchana, lakini wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wana matumizi makubwa na mengi ukilinganisha na kipato ambacho wanakiingiza katika maisha yao. Ukiwa na tabia hii, haijalishi unajituma katika kazi kwa kiwango gani, unaingiza pesa nyingi kwa kiasi gani, kama matumizi yako ni makubwa kuliko kipato ambacho unakiingiza, hautaweza kufanikiwa. Ni vema ukabadilika. Hakikisha unadhibiti matumizi yako. Hakikisha matumizi yako yanakuwa chini kuliko kipato chako. Hilo litakuongezea sifa za kwenda kutimiza malengo yako na kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 2, unaambatana na watu wasiokuwa sahihi katika maisha yako. Pamoja na kuwa unajituma katika kazi tena kwa bidii na nguvu zako zote, asilimia kubwa ya watu ambao unaambatana nao wana mchango mkubwa katika mafanikio au anguko la maisha yako. Miongoni mwa siri ambazo asilimia kubwa ya binadamu hawazijui ni kuwa kama utaambatana na binadamu wasiokuwa sahihi kwenye maisha yako, itakuwa ni vigumu sana kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kwenye hii dunia, kwa sababu asilimia kubwa ya binadamu ambao unaambatana nao katika safari yako ya maisha wana mchango mkubwa katika maisha yako. Kama ni binadamu sahihi, watakuwa wafariji wazuri katika nyakati ambazo unapitia magumu, lakini watakuwa washauri wazuri wa vitu gani ufanye na vitu gani usifanye. Watajali kuhusu wewe na maendeleo yako. Lakini binadamu wasiokuwa sahihi katika maisha yako watakuwa ni watu ambao wananufaika kupitia wewe, wala hawana mchango wowote katika maisha yako. Wapo karibu yako kwa sababu wanavuna vitu fulani kutoka kwako, na pindi utakapoanguka wataondoka na kwenda mbali na maisha yako. Hawawezi kuwa washauri wazuri katika maisha yako. Jichunguze, je, watu ambao unaambatana nao ni marafiki wazuri? Ni watu sahihi katika maisha yako? Wana mchango fulani kwenye maisha yako? Namba 3, haujui ni sehemu gani ya kuwekeza kipato ambacho unakipata katika shughuli zako. Miongoni mwa makosa ambayo asilimia kubwa ya binadamu wanayafanya maishani mwao, na hapa nazungumzia hata watumishi wa umma na mashirika binafsi, pamoja na kuwa wanalipwa mishahara mikubwa katika shughuli zao, lakini hawajui ni sehemu gani ambayo wanaweza kwenda kuwekeza kipato chao na wakaweza kukizungusha kikawa kingi kuliko kilivyo sasa. Asilimia kubwa ya watumishi hujikuta wakipokea mishahara na kuingiza katika matumizi, huku wakitumaini mwezi ujao watapokea tena mishahara.
Hili ni kosa kubwa ambalo litaendelea kukuweka katika bahari ya umaskini na itakuwa ni vigumu sana kuweza kujiokoa katika bahari hiyo. Ninakushauri kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani mafanikio katika maisha yao, haijalishi unajituma katika kazi kwa kiwango gani, hakikisha unatafuta sehemu sahihi ya kuwekeza. Unaweza ukanunua hisa katika makampuni mbalimbali, ama unaweza ukaanzisha biashara fulani ambayo itakuwa ni biashara yako binafsi. Acha kutegemea kitu kimoja, kwa sababu kama utakuwa unalipwa pesa nyingi lakini hauna sehemu ya kuiwekeza, utakuwa sawasawa na mwanadamu asiyefanya kazi, kwa sababu unachokiingiza utakitumia chote na hakuna chochote ambacho kitakuwa kwenye mzunguko. Hivyo maisha yako yataendelea kubaki hivyo hivyo siku zote za maisha yako. Namba 4, unajituma katika kazi lakini hauna malengo yoyote ambayo umejiwekea. Moja kati ya makosa ambayo asilimia kubwa ya binadamu huyafanya katika maisha yao ni kufanya kazi bila kuwa na malengo yoyote maishani mwao. Hapa ngoja nikwambie kitu kimoja. Inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye unajituma sana katika kazi, na kazi yako inakufanya uwe miongoni mwa watu ambao wanapata kipato kikubwa maishani mwao. Pamoja na kipato kikubwa ambacho unakiingiza katika shughuli zako, kama hakuna malengo yoyote ambayo umejiwekea maishani mwako, kazi ambayo unafanya ni kazi bure, kwa sababu hakuna chochote kitakachobadilika kwenye maisha yako. Yeyote aliyefanikiwa maishani mwake anayo malengo ambayo amejiwekea. Hivyo shughuli zote ambazo anazifanya, lengo lake kubwa linakuwa ni kutimiza malengo ambayo amejiwekea katika maisha yake. Ninakushauri na wewe, kama unahitaji kufanikiwa, hakikisha unajiwekea malengo, kisha upime ufanisi wako wa kazi kwa kulinganisha na malengo ambayo umejiwekea. Je, umetimiza malengo yako kwa asilimia ngapi? Namba 5, kuwekeza katika sehemu isiyokuwa sahihi. Asilimia kubwa ya binadamu wenye ndoto za kufanikiwa ni watu wenye kiu ya kuwekeza katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kukuza kipato chao. Lakini jambo la kusikitisha ni kuwa asilimia kubwa ya binadamu wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanawekeza katika sehemu zisizokuwa sahihi maishani mwao. Kama utawekeza katika sehemu zisizokuwa sahihi, utajikuta ukijituma katika kazi, unaingiza kipato, lakini kipato chako chote kinapotelea katika maeneo yasiyokuwa sahihi ambayo unakwenda kuwekeza pesa yako. Ninakushauri, kama unahitaji kuwekeza, fanya utafiti wa kutosha. Hakikisha umejiridhisha kiutafiti na kuweza kujua kuwa sehemu hiyo ina usalama kiasi gani utakapokwenda kuwekeza pesa yako. Utakapoweza kufanya vitu hivyo, hakika utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye.